Israel imeanzisha operesheni yake ya kijeshi dhidi ya Iran kwa kufanya mashambulizi mapya ya anga yaliyolenga maeneo mbalimbali ya kijeshi katika eneo la Magharibi na katikati mwa taifa hilo, saa chache baada ya Iran kurusha makombora kuelekea kaskazini mwa Israel. Tukio hilo limeongeza kwa kasi hofu ya kuingia katika awamu mpya ya mapambano ya wazi kati ya mataifa hayo mawili ambayo kwa muda mrefu yamekuwa katika mvutano wa kisiasa na kijeshi na kiintelijensia. Jeshi la Israel lilithibitisha kuwa jeshi lake la anga lilifanya mashambulizi yaliyolenga kile lilichokiita malengo ya kijeshi ndani ya Iran, likisema operesheni hiyo ilihusisha maeneo yaliyopo Maghreb na katikati mwa nchi hiyo. Hata hivyo, jeshi hilo halikutoa mara moja taarifa kamili kuhusu aina silaha zilizotumika, ukubwa wa operesheni wala idadi kamili ya maeneo yaliyolengwa, huku likisema maelezo zaidi yatatolewa baadaye kadri tathmini ya operesheni inavyoendelea. Muda mfupi baada ya taarifa hiyo kutolewa, vyombo vya habari vya ndani vya Iran vilianza kuripoti kusikika kwa milipuko mikubwa katika miji kadhaa muhimu ikiwemo Tehran, Tabriz na Isfahan. Wakazi katika baadhi ya maeneo walidai kusikia sauti za mifumo ya ulinzi wa anga ikifanya kazi usiku, huku baadhi ya video zilizosambazwa mitandaoni zikionyesha mwanga wa milipuko angani na moshi katika maeneo fulani ya miji hiyo. Hata hivyo, mamlaka za Iran hazikutoa mara moja tathmini rasmi kuhusu kiwango cha uharibifu au idadi ya majeruhi walioweza kusababishwa na mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka upande wa Iran, Israel ilidaiwa kushambulia takriban maeneo 15 tofauti ndani ya taifa hilo, jambo linaloashiria kuwa huenda operesheni hiyo ilikuwa pana zaidi kuliko mashambulizi ya kawaida ya kulenga eneo moja au mawili. Ripoti mbalimbali zilieleza kuwa maeneo yaliyoshambuliwa yalikuwa na umuhimu wa kijeshi au kimkakati, ingawa uthibitisho moja kwa moja kutoka mamlaka za Irani uliendelea kusubiriwa. Upande wake, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC kilitoa taarifa kikisema kuwa Israel ilifanya mashambulizi hayo kwa kutumia makombora ya ballistic yaliyorushwa kutoka angani, madai yaliyoripotiwa na shirika la habari la serikali ya Iran. Kauli hiyo ilisisitiza kuwa mifumo ya ulinzi wa anga ilikuwa ikifanya kazi kukabiliana na vitisho hivyo na kwamba uchunguzi kuhusu madhara hali halisi ya mashambulizi ulikuwa unaendelea. Mashambulizi ya Israel yalifanyika baada ya Iran kurusha makombora kuelekea maeneo ya kaskazini mwa Israel katika hatua iliyoonekana kama mwendelezo wa mvutano unaozidi kuongezeka kati ya pande hizo mbili. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa ving'ora vya tahadhari vilisikika katika baadhi ya maeneo ya Israel, huku vikosi vya ulinzi vikijaribu kuyazuia makombora hayo kabla hajafika kwenye malengo yake. Bado hajafahamika mara moja kiwango cha uharibifu au majeruhi waliotokana na mashambulizi hayo ya Iran. Katika mazingira hayo ya wasiwasi mkubwa, Rais wa Marekani Donald Trump alisema mapema kuwa alikuwa akipanga kumshawishi Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuzuia hatua ya haraka ya kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya makombora kutoka Iran. Kauli hiyo ilitafsiriwa kama ishara ya juhudi za Washington kuzuia hali ya sasa kubadilika kuwa vita vikubwa zaidi vya moja kwa moja katika eneo la Mashariki ya Kati. Kadri taarifa rasmi zinavyoendelea kutolewa kutoka Tehran na Tel Aviv, macho ya jumuiya ya kimataifa yanaendelea kuelekezwa Mashariki ya Kati, huku hofu ikiongezeka kuwa hatua yoyote ya kulipiza kisasi kutoka upande mmoja inaweza kuchochea mzunguko mpya wa mashambulizi ambao unaweza kuwa na athari kubwa kwa usalama wa kikanda, uchumi wa dunia na usafirishaji wa mafuta kupitia njia muhimu za baharini. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.